Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Meta, Mark Zuckerberg, amefikishwa katika mahakama ya Los Angeles nchini Marekani katika jimbo la California kujitetea katika kesi nzito inayokabili kampuni yake ya Meta inayomiliki mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, Messenger na WhatsApp inayodaiwa kuleta athari kwa afya ya akili hususan ni kwa watoto, ikiwemo kuongeza msongo wa mawazo, sonona na hata mawazo ya kujiua. Hii ni TriGen Media. Mlalamikaji katika kesi hiyo ni mwanamke mmoja wa California aliyedai kuwa alianza kutumia YouTube akiwa na umri wa miaka 6, baadaye Instagram akiwa na miaka 11 na kisha kaendelea na TikTok pamoja na Snapchat. Kwa mujibu wa ushahidi wake mahakamani, matumizi ya muda mrefu ya majukwaa hayo yalichochea huzuni kali, kushuka kwa kujiamini na hatimaye mawazo ya kujiua alipokuwa katika umri mdogo, ambapo baadaye TikTok na Snapchat ziliripotiwa kufikia makubaliano ya fidia na mlalamikaji huyo nje ya mahakama. Katika madai yake, mwanamke huyo anazituhumu Meta na mmiliki wa YouTube, Google, kwa kubuni mifumo inayowalenga watoto kwa lengo ya kuwafanya kuwa waraibu wa huduma zao, huku akifahamu uwezekano wa madhara ya kisaikolojia. Msingi wa hoja katika kesi hii ni swali tata la endapo kweli mitandao ya kijamii inaweza kusababisha uraibu wa kitabibu kwa watoto. Akiwa kizimbani, Zuckerberg alikiri kwamba kampuni yake ilichelewa kubaini na kuondoa watumiaji walio chini ya miaka 13 katika Instagram, kinyume na sera za umri, na kuongeza kwa maboresho ya kiteknolojia yamefanywa kubaini akaunti za watoto wadogo. Hata hivyo, Meta na Google zimekanusha vikali madai hayo, huku Meta ikinukuu tafiti za taasisi ya kimataifa ya sayansi ya Marekani, National Academies of Science, ambazo hazikupata ushahidi wa moja kwa moja kwamba mitandao ya kijamii ndiyo chanzo kikuu cha matatizo ya afya ya akili kwa watoto. Wiki iliyopita, mkuu wa Instagram, Adam Mosseri, alitoa ushahidi akipinga dhana ya uraibu wa mitandao ya kijamii, akifananisha na mtu anayesema ameathiriwa na kipindi cha televisheni kwa kukiangalia mfululizo, jambo ambalo si sawa na uraibu wa kitabibu. Wataalamu wa afya ya akili wameeleza kuwa uraibu wa kidijitali unaweza kujitokeza kupitia matumizi ya kupindukia yasiyodhibitika, kuathiri usingizi, masomo, mahusiano na hali ya kihisia. Kutotaka kuacha kutumia simu licha ya madhara, msongo ama hasira unapozuiwa kutumia mtandao, kutafuta uthibitisho wa kijamii kama vile likes na comments kupitia kiasi, kujitenga kijamii nje ya mtandao, zote hizi zinatajwa kuwa dalili za uraibu wa mitandao. Utafiti wa kimataifa unaonesha ongezeko la visa vya sonona na wasiwasi miongoni mwa vijana katika muongo uliopita, sambamba na kuongezeka kwa matumizi ya simu janja. Hata hivyo, watafiti wamegawanyika kuhusiana na hilo, iwapo mitandao ni sababu kuu au ni kichocheo tu kati ya sababu nyingi nyinginezo kama shinikizo la kijamii, familia na mazingira ya shule. Iwapo Meta itapoteza kesi hiyo, italazimika kulipa fidia, na hukumu hiyo inaweza kuwa pigo kubwa kwa uaminifu wa kampuni za mitandao ya kijamii. Aidha, mataifa kadhaa duniani yameanza kupiga marufuku ama kuweka vikwazo vya umri kwa watoto chini ya miaka 16 kutumia baadhi ya majukwaa ya kijamii mitandaoni. Kesi hii itaendelea kusikilizwa huku macho ya dunia yakielekezwa Los Angeles katika kesi inayotarajiwa kuandika historia mpya inayoweza kuamua mustakabali wa usalama wa watoto katika zama za kidijitali. Na hii ni TriGen Media.